Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Allah, sala salamu kwa mtume wa umma Muhammadin, ali zake na masahaba zake. Ni kwamba nipo kwa mara tena kwenye ofisi yetu ya hija, na tunalazimika kufanya hivyo sawa na utaratibu wa Wizara ya Hija, ambapo sasa tumeanza kutembea na kalenda kwa masiku kadhaa yamepita huko nyuma. Leo nimependa kufikisha haya mbele ya kamera nyingi ambazo ziko mbele yangu za vijana wenu tofauti. Ninarudi yale. Kuna tangazo letu moja tulitoa baada ya mahujaji kuwa wamefika wa 2026 kwa maandalizi ya kuanza hija 2027. Ni tangazo lile, lakini kuna pointi muhimu za kuzindua. Tulisema tarehe 15 Rajab mwezi wa 7 Kiislamu, tarehe 15 Rajab 1448 sawa na 24 mwezi wa 12 Desemba mwezi wa 12 2026, ni kalenda ya wizara hii. Na kwa uzuri wa bahati kalenda yenyewe imetufikia rasmi, ni hii ipo hapa. Hii ni kalenda ya wizara rasmi ambayo imefika. Inasema Maktab Shuun Hujaji Jumhuriyat Burundi, ofisi ya hija, ofisi ya mambo ya hija kwa nchi ya Burundi, Republic of Burundi Hajj Affairs Office, ofisi ya hija Burundi. Ni kalenda hiyo ambayo tunatembea nayo. Kwa hiyo kalenda hii inasema tarehe 15 mwezi wa Rajab mwezi wa 7 1448 sawa na 24 mwezi wa 12 2026. Hapa kwenye kalenda wanasema huo ni muda intihau fatratu tahwili la amwali matluba wa istikmalu idaiha fil mahafidh elektronia abra mansat nusuk masar. Hicho tulikiongea. Wanasema ni muda wa mwisho wa kuhamisha yale mapesa, muda wa mwisho kwa mahaji 2027, muda wa mwisho wa kusafirisha pesa zao na kuwa yamekamilika, utaratibu umekamilika wa kuziwekeza kwenye akaunti ya kielektronika ya wizara ya haji, ili huduma za hija zianze kufanya nini, zianze kulipiwa. Muda wa mwisho hapa ndio nilitaka tuzindue hicho kitu, intihau, muda wa mwisho. Anaweza kuwa aliseti mtu tarehe 24 mwezi wa 12, yeye anaweka uko akilini huo ni muda wa mwisho. Kwa hiyo kumbe fahamu nzuri ni kwamba kuanzia sasa mtu anakwenda anawekeza nini, pesa yake, ili huu muda wa mwisho ufike tayari, masha Allah tabarakallah, kiwango kile amefanya nini, amekiwekeza, na sasa kinasafirishwa abra nusuk masar, kinasafirishwa kwa njia ya kielektronika. Sura inakwenda ni hiyo. Kwa hiyo tumetaka kuzindua pointi hiyo, asichelewi haji akajua tarehe 24 mwezi wa 12 labda ndio tunaanza, huo ni muda wa mwisho. Manake kuanza ni hivi, ndio anakwenda huu mwezi, manake anakwenda na mwezi ujao na nini, hivyo anakwenda taratibu mpaka anafika kwenye huo muda, tayari kiwango chake kinaweza safirishwa, kwa sababu ndio mwisho wanafika, wanafunga. Ukileta mapesa yako hatuna dirisha tutayapitisha kuyasafirisha, manake hija imefanya nini, hija kwako 2028 dirisha limefungwa. Tulitaka kieleweke hicho kipengele. Kisha wanafahamisha tarehe 20 Shaaban 1448 sawa na 28 mwezi wa kwanza 2027, 28 mwezi wa kwanza 2027. Wanasema hapa kwenye kalenda ya kazi, almaw'idu nihai li raf'i bayanati alhujaji ala mansad nusuk masar. Huo ndio muda wa mwisho wa kuhamisha yale madone ya mahujaji, pasipoti zao, alivyo huyo haji, mambo yake ya afya na kadhalika, na hivyo mwisho ni hapo. Vyote vinaambatana na haji, mwisho wake ni hapo. Huu pia ni muda wa mwisho, sio wa kuanza, manake ndio muda wa mwisho. Manake kabla ya hapo haji anatakiwa awe yumo mwenye maandalizi ya kukamilisha yote hayo. Kama ni pasipoti tayari anayo, mambo mbalimbali yatahitajika anayo. Kwa hiyo muda wa mwisho ukifikia, yeye masha Allah tabarakallah
yuko tayari. Katika kuhamisha hayo mapesa, mchango wa ofisi, mchango wa ofisi tumekaa tukafikiria, na baada ya kudurusi kalenda hii tukaona tutembee hivi: wasiliana na katibu ofisini, wasiliana na mimi, wasiliana na wajumbe wote wale wa mambo ya hija, Mwalimu Abdi John, Mzee Rusambo na kadhalika na hivyo na wengine, wasiliana na hao, watakufahamisha huu muda wa mwisho. Kuna kiwango sio kile, unajua kuna kiwango ambacho ni chini ya pale, ukiwa umekikamilisha una dhamana ya nani, ya kiwango chako kuwa kimekwenda. Lakini panakuwa kuna kiwango kinaweza kuja baada ya hapo kwa maandalizi mengine ambayo hayakuwa yanahitajika huko. Huo ni mchango wa ofisi ili kukurahisishia, yakiwemo mambo ya ndege na hivyo yanakuja yanafuata hivyo. Na ukikamilisha kile kiwango chote mapema, alhamdulillah, umefanya vizuri. Haujawezeshwa, fanya mawasiliano, wakwambie mama, mpaka huo muda kuanzia sasa unatakiwa umekamilisha kiwango hiki kidogo, hija yako inakuwa ina asilimia fulani ya kisha kingine unakwenda unasunda taratibu mpaka kufikia mbele kidogo, unakuwa umefanya nini, unakuwa umekamilisha. Hiyo ni wepesi ambao tumetafuta kuweka biidhnillahi taala. Maelekezo kwa mahaji wetu wale wa nje, wanatoka Amerika, wanatoka Ulaya, wanatoka sijui Canada, wanatoka huku na kule pembe mbalimbali za dunia, South Africa na hivyo, lakini wa Burundi tunasema msafara pia kwa wao upo, bado njia ziko wazi, anaweza ondokea huko aliko, na matayarisho kule akapokelewa vizuri tu na Wizara ya Hija, kwa sababu madone yake yanakuwa yapo. Wamefanya hivyo hija hii na hija imepita nyuma na hapakuwa tatizo lolote, na akarudi kutokea hija na akatua kwenye nchi yake bila kufanya nini, bila kufika Burundi. Kinachotakiwa kwake ni kututumia tu pasipoti yake kwa kuscan. Piga pasipoti yako picha, ile sehemu ya picha na yale maalumati madone muhimu, jina na hivyo, na pale pale tu ile karatasi moja, piga picha vizuri kwa kuscan, tutumie kwa PDF. Na haijangoja wewe usafirishe pasipoti yako labda kwa DHL tufikie pasipoti rasmi. Hapana, piga picha pasipoti kwa kuskane vizuri, na mambo yako ya hija yanakwenda kuwekwa sawa sawa insha Allahu taala. Safari yetu kwa wale wenye kuwa nje, hata wandani, labda anataka kuomba ruhusa kazini na mikataba yake ya kazi, inabidi ruhusa hiyo iombwe kabla ya miezi kadhaa, ndio ruhusa hiyo imekwenda na masharti. Tunafahamisha safari yetu inategemea kwenda ni tarehe 5 mwezi wa 5 2027, kwenda tarehe 5 mwezi wa 5 2027, kurudi tarehe 24 mwezi wa 5 2027 insha Allahu taala. Mabadiliko ya ndege yanakuaga siku moja nyuma au siku moja mbele au siku mbili, yamebadilika hivyo, lakini tunatembelea kifikra, tunatembelea hapo insha Allahu taala. Nimalizie tangazo letu hilo kwa kufahamisha kuna kitu ambacho ofisi kilibaki kwenye dhakira yetu. Tarehe 5 mwezi wa 6 2026 ndio mahujaji wametua Bujumbura. Ilikuwa siku ya Ijumaa. Allah wapokelee hija zao. Lakini kutua Bujumbura tunaye haji kaka yetu Saidi Rajab Kimonyo. Yeye alifikia hospitali mpaka tarehe 24 mwezi wa 6 2026, akawa ametaka Allah subhanahu wa ta'ala aelekee wapi? Aelekee kwake, na tukawa tumemzika kaka yetu huyo baada ya kutekeleza hija yake, ambapo baada ya hija kuuguza matatizo ya magonjwa masiku 19 tu akawa amemuitika Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazidi kama ofisi familia yake, Allah subhanahu wa ta'ala wape subira, lakini pia Allah tawalie maisha yao ya baada ya huyo kuwa ameondoka, na awaweke sawa chini ya kivuli cha maadili ya Uislamu. Ndugu yetu ametangulia, Allah subhanahu wa ta'ala amweke pema,
hija yake iwe ni shafaa kwake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye mzani wa mema yake Allah ampokelee hija yake, na mauti wetu wote wa Kiislamu Allah subhanahu wa ta'ala waweke pema. Kubwa zaidi, na sisi pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala matendo mema hadi mwisho wa kuondoka kwetu kwenye dunia hii. Allah tupokelee matendo yetu na atupe mwisho mwema. Ninakushukuruni vijana wa kamera ambao wametufikia Raisa TV. Ni kamera ya ndugu yetu Haba Sauda, kuna Abdi John TV yuko kaka yetu Mauzo, kuna Tawakol yuko Imam Masudi maarufu wanamuita Wawa. Sijui kama jina hilo analiridhia, kama aliridhia atanisamee, lakini nimezoea kuona hivyo kwa vijana wenzake wanamuita hivyo. Kuna Jamal TV na wengine. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Huda nadhani hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala kulipeni kila la kheri, aweke kazi hizi mnazifanya kwenye mzani wa mema yenu insha Allahu ta'ala. Ni ndoto yetu na bado liko kwenye dhakira yetu, pale Allah ataletaga faraja na upenyo kwa kiasi fulani, tunaweza kuambia vijana sasa, kutaneni, chagueni passport ya mmoja na kamera yake, tuweze kumuka naye na kwenda naye kwenye ibada za hija. Si 2027, lakini nimesema pale dirisha litatukubalia kufunguka kidogo, tutalifanya hilo. Kwa hiyo tuzidishe dua insha Allahu taala. Barakallahu fikum, Mwenyezi Mungu akubarikini. Allah subhanahu wa ta'ala warahisishie wote ambao wanajiandaa kuifanya hija 2027. Matayarisho ni hivi kidogo kidogo, fika, lipia taratibu insha Allah mpaka kufikia hapo kwenye hizi tarehe za kalenda ya Wizara ya Haji. Allah subhanahu wa ta'ala wamekurahisishia kiwango kile kinahitajika cha lazima cha mwanzo, alhamdulillah umekikamilisha. Tuendeleze mawasiliano, namba zetu ziko kwa nyote na zitapita kwenye runinga hapo. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Huda, mwongozo wa jamii.